Donald Trump ni kama vile ameshindwa vita vya kibiashara kati yake na Wachina. Trump ambaye baada ya kuingia madarakani, moja kati ya mambo aliyotangaza ni kuweka ongezeko la ushuru wa 10% hadi 25% kwa bidhaa za nchi za magharibi pamoja na za Uchina. Hatimaye wakati huu bwana Donald Trump ni kama vile anaenda kutengwa na mataifa rafiki ya Umoja wa Ulaya ambayo wakati huu yanaonekana kutaka kuikimbilia China. Na kutokana na hili, Donald Trump amewaza kuzuru nchini China mwezi ujao kukutana na rais wa China bwana Xi Jinping. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa China Xi Jinping wanaweza kukutana mapema mwezi Aprili kushughulikia vita vinavyoongezeka vya kibiashara na masuala mengine ya nchi mbili. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la South China Morning Post SCMP ambalo limeripoti siku ya Jumatatu likinukuu vyanzo vya kidiplomasia. Mkutano wa kwanza unaweza kufanyika nchini China, lakini majadiliano kuhusu eneo la mwisho bado yanaendelea. Kulingana na vyanzo, Trump ameripotiwa kuonyesha nia ya kumkaribisha Xi Jinping katika eneo lake huko Mar-a-Lago, huko Florida kama kumbukumbu ya mkutano wao wa mwaka 2017. Walakini maafisa wa Uchina wamependekeza mpangilio rasmi zaidi, ama Beijing au Washington DC, ili kusisitiza umuhimu wa mazungumzo. Tangu aingie madarakani Januari 20, Donald Trump ameongeza maradufu ushuru kwa bidhaa zote za China kutoka 10% hadi 20% na zaidi ya hapo kutokana na ushuru uliopo kwa maelfu ya bidhaa, akitaja haja ya kulinda masilahi ya Marekani na kushughulikia wasiwasi juu ya usawa wa biashara. Hata hivyo, China ilijibu mapigo kwa kuongeza ushuru wa bidhaa za Marekani. Hili linaonekana linaathiri uchumi wa Marekani, na taarifa iliyotolewa na shirika la habari la CNN limedai kwamba uchumi wa Marekani unaelekea katika kuporomoka kutokana na hatua alizozichukua rais wa Marekani bwana Donald Trump. Sekta muhimu ambazo zimeathirika ni pamoja na chuma, aluminium na bidhaa mbalimbali za matumizi. Mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na China ulianza wakati wa muhula wa kwanza wa Donald Trump, hapo mnamo mwaka 2018 aliweka ushuru kwa bidhaa za Wachina, akitaja mazoea ya biashara isiyokuwa ya haki na wizi wa haki miliki. Beijing ilijibu kwa hatua za kulipiza kisasi na kusababisha mzunguko wa vitendo ambavyo vilitatiza masoko ya kimataifa na minyororo ya usambazaji. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya uchumi walieleza namna ambavyo mataifa haya mawili yanaweza kusababisha anguko la uchumi wa ulimwengu. Kwa mujibu wa China, iliyoweka ushuru wake wa kuanzia 10% hadi 15% kwa bidhaa za kilimo za Marekani na bidhaa za nishati. Serikali ya China pia imekosoa mtazamo wa Washington, huku waziri wake wa mambo ya kigeni Wang Yi akisema kwamba sera kama hizo zinarudisha ulimwengu kwenye sheria ya msitu. Mnamo Februari, Donald Trump alionyesha kuwa makubaliano mapya ya kibiashara na China yanawezekana na akataja matarajio ya Xi Jinping kutembelea Marekani, ingawa hakuna ratiba maalum ambayo imetolewa. Hata hivyo, katika kipindi ambacho wachumi wengi ulimwenguni wanaeleza ni juu ya ujio wa bwana Donald Trump ambaye ameonekana kama vile akiona baadhi ya mataifa yamekuwa yakinyonya Marekani. Moja kati ya nchi rafiki wa Marekani ni pamoja na mataifa ya Umoja wa Ulaya ambayo ni kama vile ameyatenga katika namna moja ama nyingine. Kwanza ni baada ya kuamua kusema kwamba Marekani hainufaiki na chochote juu ya nchi za kimagharibi, zaidi tu ya nchi hizo za magharibi ambazo ni za Ulaya zinavyonufaika kutokana na Marekani, na hivyo akaamua kwamba Marekani lazima ipate faida pia, na akaongeza ushuru wa hadi 25%. Katika siku za hivi karibuni, mataifa ya Umoja wa Ulaya yamepanga kukutana na China kuanza mahusiano mapya ya namna ya kukabiliana na Marekani, na hivyo rais wa Marekani bwana Donald Trump akaona ni njia ambayo huenda ikaidhoofisha Marekani kwa namna moja ama nyingine, na hivyo ameamua kukutana na rais wa Uchina bwana Xi Jinping ili waweze kuzungumza. Ikumbukwe mataifa haya mawili ndio mataifa yanayoongoza uchumi wa ulimwengu, na waliamua kuingia katika vita kutokana na kasi aliyokuja nayo rais wa Marekani Donald Trump. Kwa hivyo tuone nini ambacho kitenda kutokea baada ya mazungumzo hayo ya mafahari wawili, kwa maana ya China na Marekani, katika suala la uchumi. Wao ndio ambao wataweza kutengeneza hali ya uchumi wa dunia ukaenda katika hali nzuri ama kuharibu kutokana na vikwazo wanavyowekeana, lakini pia ongezeko la ushuru
wa bidhaa katika bidhaa mbalimbali zinazotoka China kwenda Marekani na zile zinazotoka Marekani kuelekezwa nchini China, lakini pia na hata bidhaa zingine ambazo zinatoka katika mataifa ya nchi za magharibi. Hali hii kwa mujibu wa wanauchumi wanasema inaweza ikaathiri uchumi wa ulimwengu kwa namna moja ama nyingine. Endelea kutufuatilia, na wewe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini una nafasi ya kusubscribe channel hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.